Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Wakati huu nikushirikishe maneno ya Mungu hapa katika kile kitabu cha Mika ile sura ya kwanza, lakini mimi nitasoma ule mstari wa 15. Bado ukaaye Maresha, nitakuletea yeye atakayewakumiliki. Utukufu wa Israeli utafika mpaka Adulamu. Hapa niliguswa na hili neno Adulamu, hasa nilipokuwa nikikumbuka kile kisa cha mtumishi wa Mungu Daudi. Kama unakumbuka, wakati ule yuko kwenye mahangaiko ya kujificha dhidi ya Sauli, alipokuwa anataka kuondoa uhai wake, alipokwenda kwa Wafilisti kule kwa mfalme Akishi, wakampa mji wa Siklagi na mji wa Siklagi ukavamiwa. Daudi baadaye anakimbilia Adulamu. Alipofika Adulamu, ni ngome ya zamani iliyokuwa imetelekezwa, haina kazi tena, ni mahame. Daudi yuko katika hali hii, lakini hapa anapokea tena wageni wengine. Ni watu ambao wana madeni, watu ambao wamechoshwa na hali iliyoko katika utawala wa Sauli. Ni kama watu ambao hawahitajiki katika ufalme wa Sauli, watu ambao hawezi kusaidia chochote isipokuwa roho zao ziko pale zikiwa katika maumivu makali. Mtumishi wa Daudi anapambana pia, anakutana pia na ndugu zake ambao nao wanakuja pale. Sasa kwa picha ya Adulamu kipindi kile, nakumbuka wakati fulani nikawa nimeimba wimbo mwenyewe katika nyimbo zangu, katika maktaba zangu, nikawa nimeimba wimbo unaitwa Adulamu. Sasa hapo nikawa nauliza kwamba kutoka hapa Bwana tutakwenda wapi? Maana Adulamu ni ngome ya zamani, haina msaada, miundombinu si bora hapa Adulamu. Sasa nilipokuwa nikitazama kitabu cha Mika, Mika anatoa unabii baadaye sana baada ya Daudi kwamba utukufu wa Bwana wa Israeli utashuka mpaka Adulamu. Dini inakisema maana yake ni unabii juu yako wewe ambaye unapitia katika mazingira yale yale ambayo watu waliona ni mahame. Hapo hapo ulipo, Mungu alitaka uwe hapo kwa sasa, lakini kutoka hapo atabadilisha, zile baraka zitakufuata ulipo. Kuna haja ya kubadili mazingira au kubadili uelekeo. Simama hapo hapo ulipo, endelea kumwamini Mungu, na Mungu anakwenda kufanya jambo, na baraka zitakufuata, na hali haitakuwa kama mwanzo. Maisha yako yatakwenda kubadilika kwa sababu umemwamini Bwana. Mungu akubariki. Nikukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja na wala hata kawia. Safari hii yupo na yatakuja na yatatawala kutokea Yerusalemu, na wale wote ambao wamemwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wao na wanaishi utakatifu watatawala naye milele. Wale wote wasiomwamini Bwana hawataweza kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo iko nafasi sasa, wewe uje mkiri Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili uweze nawe kuandikishwa katika wale watakaotawala na Yesu milele. Mungu akubariki. Amen.